Bwana, moja kati ya swali ambalo natamani sana kukuuliza, wapo mashabiki, wanachama, wengine ni wadau wa soka wanasema ya kwamba Dar es Salaam Young Africans wananchi kiwango chao kimeshuka. Lakini pia kama kimeshuka kiwango chao, kwa nini bado wanaongoza? Ni swali zuri, ni kweli hata mimi nimesikia. Lakini wanaposema wameshuka kiwango, inategemea wao wanapima katika eneo lipi, ambalo bahati mbaya au nzuri, nami pia nakubaliana nao kwa viwango vya Yanga yenyewe, kwa kile walichokifanya msimu uliopita, kweli utasema hivyo, wameshuka kwenye eneo la kuchezea. Kwa mfano, unaonekana Yanga wanavyocheza, baadhi ya mechi wana struggle, matokeo wanayapata wakati mwingine kwa tabu sana, lakini wakati mwingine unagundua kwamba hawachezi kwa swaga, yani ile ya kuvutia. Kwa hiyo kama mtu anapima kwenye eneo hilo, wanalo la kusema kuhusiana na kiwango cha Yanga, kwa sababu Yanga walichokifanya msimu uliopita, waliseti bar standard za juu mno ambazo kwa kiasi fulani zinawaponza, ambacho pia naweza nikasema hivyo, kwa sababu msimu uliopita kwenye idadi ya mechi kama hizi ukipima na wanachokifanya sasa iko tofauti kidogo. Kwa mfano, msimu uliopita kwenye mechi 16 za ligi kuu Tanzania bara, Yanga walichokuwa kionyesha kilikuwa kinavutia zaidi uwanjani pengine ilivyo sasa. Kuelekea mechi za 16 walikuwa wametoka kumpiga Dodoma Jiji 4-0. Yaani baada ya mechi 10 za mwanzo walipofuatia zote wakashinda. Kwa sababu mechi 10 za mwanzo walishinda 8, walifungwa 2. Walifungwa na Azam 1-0, walifungwa na TRA United 3-1. Baada ya hapo wakashinda 6 mfululizo, ikiwamo kuwafunga TRA mechi ya 16 3-0, walipiza kisasi, ikiwamo mechi waloshinda 4-0 dhidi ya Tanzania Prisons, ikiwamo 4-0 dhidi ya Dodoma Jiji, ikiwamo 3-2 dhidi ya Mashujaa. Kwa ujumla wakawa mechi 16 Yanga wamefikisha pointi 42, wakiwa wamefunga mabao 36, wameruhusu mabao 6. Sawa. Lakini kwa msimu huu kwenye mechi za hivi karibuni, zipo mechi ambazo Yanga dakika 90 hajapiga shuti lolote la kulenga shabaha. Kwa mfano mechi dhidi ya TRA United kwenye uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha, dakika 90 Yanga wamepiga shuti 7, hakuna lolenga shabaha. Mechi dhidi ya Azam dakika 90 wamepiga shuti moja la kulenga shabaha. Mechi dhidi hiyo ya Azam dakika 83 alipiga depu kwa kichwa, mpira ulikuwa kama amemrudishia kipa, ukuwa na kasi hivyo, cross ya Israel Patrick Mwenda. Mechi dhidi ya Simba dakika 90 walipiga mashuti 2 tu ya kulenga shabaha. Mechi zote hizo nilizozitaja za mfano zimeisha bila. Lakini kuna mechi walishinda dhidi ya Namungo kwa mbinde, lakini wameshinda. Kwa hiyo yule anayesema kiwango cha Yanga kimeshuka, ndio kweli kimeshuka, lakini kwa kuipima Yanga yenyewe hapa yani maana yake kimeshuka, lakini kwa nafasi yao wenyewe, na kimsingi kwa performance ya jumla ya msimu uliopita Yanga walichokifanya kitawaponza sana. Na tena ni vizuri watazamaji wako wakafahamu, kama ni mashabiki wa Yanga, wafuatiliaji wa mpira wa miguu, wasiipime Yanga wala timu nyingine kwa msimu uliopita, watakuwa wanaionea. Yanga ilifanya kwa kiwango cha juu mno kiasi ya kwamba msimu tayari washachemsha, hawezi kufanya kama msimu uliopita, na wasiwasi msimu ujao pia hawataweza kufikia msimu uliopita, na msimu unaofuata hawatafikia, kwa sababu ilikuwa ni rekodi ya aina yake, timu kumaliza ligi ikiwa na mabao mengi kuliko point katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe mwaka 1996 97. Hakuna timu imewahi kufanya hivyo kwenye ligi bora 27 barani Afrika, kuanzia ligi kuu ya Misri mpaka ligi za kama Burkina Faso. Wakati msimu ukianza ligi bora 27, hakuna timu imefanya hivyo tangu 2010, kwamba inafunga mabao mengi kuliko idadi ya pointi. Yanga walifanya hivyo. Lakini pamoja na hayo, kwenye hizo mechi 16 nilizokuambia Tuntu, msimu uliopita kama nilivyokuambia pointi 42. Sasa hivi mechi 16 Yanga wana pointi ngapi? Wana pointi 38. Maana yake zimepungua pointi ngapi? 4 kulinganisha na msimu uliopita, ambayo msimu uliopita ukichukua pointi 42 katika mechi 16, tunapima benchmark yetu ni pointi 48. Mechi 16 kushinda zote, kupata pointi 42, maana performance ya Yanga ilikuwa 87.5, around 88. Lakini leo hii baada ya mechi 16 wana pointi 38, ni performance ya 79. Kwa hiyo Yanga ni kweli imedrop kwa kiwango chake yenyewe kwa 9. Msimu uliopita Yanga baada ya mechi hizo ilikuwa imeruhusu mabao 6, ikiwa imefunga mabao 36. Safari hii kwenye mabao ya kufunga Yanga imefunga mabao 32. Kwa hiyo imepungua mabao 4. Kwenye kuzuia Yanga excellent. Yanga hii imekuwa bora kuliko msimu uliopita, kwa sababu imeongezeka ubora wa kuzuia kwa 50%. Maana iliruhusu mabao 6, leo imeruhusu mabao 3. Kwa kwenye kuzuia Yanga wamepanda kama ndio kipimo.
lakini performance ya jumla kwa kuangalia kwa macho, lakini ukienda kwenye namba, ni kweli imeshuka kwa kiwango chake yenyewe. Hili neno nalirudia sana kwa sababu ya swali lako la pili kwamba mbona inaongoza? Ndiyo inaongoza. Wajua inaongoza kwa sababu gani? Ndiyo. Ambapo hapa unaweza ukapata conclusion, mwingine anaweza kaja na jibu la jumla kwamba pengine ligi imekuwa ngumu sana. Sababu ilitakiwa Yanga yenye performance ya 79%, basi timu nyingine zichukue nafasi ziwe juu yake. Matokeo yake ni nini? Wanaofuatia sasa hivi nani kwenye msimamo? Msimu uliopita walikuwa Simba. Ndiyo. Na sasa wako Simba msimu uliopita, hivi sasa wamecheza mechi 15. Ndiyo. Msimu uliopita baada ya mechi 15 Simba alikuwa na pointi 40. Sasa hivi Simba baada ya mechi 15 wana pointi 34. Ndiyo. Zile pointi 40 katika mechi 15, maana Simba hajacheza mechi 16, ilikuwa 40 kati ya pointi 45. Kwa hiyo performance ya Simba ilikuwa 89% msimu uliopita katika idadi ya mechi kama za msimu. Lakini hivi sasa mechi 15 wana pointi 34. Maana yake performance ya Simba ya sasa hapa tunapozungumza ni 76%. Ndio. Msimu uliopita ilikuwa 89%. Hivi sasa 76%. Simba imeporomoka kwa 13% kwa performance yake ya msimu uliopita. Unaona jibu la kwa nini Yanga inaongoza? Ndio, hakika. Yanga imeshuka 9%, Simba imeshuka 13%. Mabao Simba baada ya mechi 15 msimu uliopita ilikuwa imefunga mabao 31. Imeruhusu mabao 5. Leo hii Simba kwenye mabao imefunga mabao 26. Kwa hiyo amepungua mabao 5 ya kufunga kulinganisha na msimu uliopita. Imeporomoka. Ndiyo. Simba ile akina Leonel Ateba Mbida, Joshua Budo Mutale, unaweza ukacheka. Wale ndo walikuwa kwenye mechi 15 wameperform vizuri zaidi. Simba ya Mkwala kwa kulinganisha na Simba yenyewe, sio timu nyingine. Lakini kwenye kuzuia, Simba msimu uliopita ilikuwa imeruhusu mabao 5 mechi 15. Simba hii imeruhusu mabao 6. Imeporomoka tena. Takriban hapo imeongezeka bao moja, benchmark ikiwa msimu uliopita mabao 5. Maki imeshuka kwa 20% uwezo wa kuzuia ukipima kwa mabao. Kwa hiyo ndio maana performance ya Simba ya sasa imeifanya Yanga iendelee kuwa juu. Msimu uliopita Simba mechi 16 ilikuwa na pointi 43, Sheikh. Ndio. Ina maana lakini hivi sasa hata wakishinda mechi ya 16 wanatimiza pointi 37, hazifikii pointi 43 zilizofunga msimu uliopita. Umeshanielewa vizuri? Haya, wanafuatia nani? Walimaliza watatu, Azam msimu uliopita baada ya mechi 16, maana Azam hivi sasa wamecheza mechi 16. Ndio. Wana pointi 32. Msimu uliopita baada ya mechi 16 Azam walikuwa na pointi 36. Kwa hiyo wamedrop pointi 4. Zile pointi 36 za msimu uliopita katika mechi 16, maana unaangalia pointi zote walipaswa kuzipata zilikuwa 48. Kuwa na pointi 36, performance ilikuwa 75%. Leo hii Azam pointi walizonazo ambazo ni hizi pointi 32, maana yake performance yao ni 67%. Kwa hiyo Azam wamedrop kwa unachukua 75 kwa pointi 67. Asilimia 67 imedrop kwa 8% Azam. Ndio maana Yanga bado iko pale juu. Mwingine alikuwa nani? Hiyo Azam kwenye kufunga kwa mfano. Msimu uliopita mechi 16 Azam ilikuwa imefunga mabao 25, alafu imeruhusu mabao 8 msimu uliopita. Lakini safari hii imefunga mabao 23, imeruhusu mabao 5. Kwa hiyo kwenye kufunga imedrop tena Azam. Hii inachagizwa na kwamba ligi yetu imekuwa. Ndio maana nikasema kwa mwingine anaweza kaconclude hivyo. Lakini kwenye kuzuia Azam hii imeimarika zaidi kwa takriban 37%, kwa sababu ilikuwa imeruhusu msimu uliopita mabao 8, msimu huu imeruhusu mabao 5. Tatizo kwenye kufunga, ilikuwa imefunga mabao 25, safari imefunga mabao 23. Performance ya jumla imeshuka, mabao ya kufunga imeshuka, ila kwenye kuzuia imeimarika. Mwingine alikuwa nani wa 4? Singida Black Stars. Singida Black Stars msimu uliopita baada ya kucheza mechi 16, mechi ya 16 alicheza na Simba, alifungwa 1-0. Alikuwa mechi 16 na pointi 33. Alikuwa amefunga mabao 22, ameruhusu mabao 11. Performance yake ilikuwa asilimia takribani 67. Lakini leo hii hawa Singida Black Stars mechi 16 wameshacheza, pointi walizonazo 25. Si ndio? Sasa pointi 25 tena mechi ya 16 wamecheza tena na Simba, wamefungwa 2-1 kama tunakumbuka vizuri. Sasa wamecheza na Azam na Azam 2-1. Ya 15 ndo walicheza na Simba wakifungwa 2-1. Kwa hiyo performance yao hivi sasa kwa kuwa na pointi 25 badala ya pointi 48,
Singida Black Stars performance yao hivi sasa ni 52%. Kwa hiyo wameshuka kwenye kufunga. Hivi sasa wamefunga machache zaidi, wamefunga mabao 18, wameruhusu mabao 17. Wameruhusu mengi zaidi, maana msimu uliopita walikuwa wamefunga mabao 22, wameruhusu mabao 10. Leo hii wamefunga mabao 18, wameruhusu mabao 17. Unaona hapa? Ndio maana sasa hivi wako nafasi ya 6. Kwa hiyo Singida Black Stars wameshuka kwa kiwango cha juu mno cha zaidi ya 20% down wameshuka. Lakini Azam wameshuka, Simba wameshuka 13%. Ndio maana Yanga bado kwenye ligi kwa kiwango chake imeshuka, lakini bado inaongoza. Ni kwa maelezo haya nilotoka kueleza, ambayo sababu zake, moja kama ulichotoka kueleza, ndio ligi imeimarika sana, ndo tafsiri inakuja. Lakini la pili, kwa Yanga yenyewe wakijitathmini, tuwe wa kweli, ni kwamba ile kiwango kile chokiseti msimu uliopita kilikuwa cha juu mno. Kwa hiyo ni rahisi sana wao kile wanachofanya hii timu, kwa sababu wanalinganisha na msimu uliopita. Wakitaka ni kitu kizuri kwa ajili ya kujipa changamoto, lakini wasisahau kwamba kiwango kile wao wenyewe hawajawahi kukionyesha, hakijawahi kuonyeshwa katika ligi. Mabao yale 83 hajawahi kufungwa katika ligi, bila kujali idadi ya mechi ni ngapi katika msimu husika. Lakini lingine ni kwamba ndio inasema tuwe wa kweli, Yanga wenyewe wanafahamu vizuri. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa nao msimu uliopita wapo katika performance, sio mpaka majina kutaja, lakini ile uwezo. Kwa mfano Stefan Aziz Ki msimu uliopita ilikuwa yeye, ligi inamalizika, ndio mchezaji namba 2 kupiga mashuti mengi kwenye ligi, ingawa aliondoka mapema kabla ligi haijamalizika. Yaani baada ya Jashaua yeye alifuatia, alipiga mashuti 64. Akiwa amefunga mabao 9, assist 7, kachangia mabao 16. Yeye kama kiungo wa ushambuliaji akicheza nyuma mshambuliaji kinara. Yanga waliopo hivi sasa, yupi ambaye anatoa huduma ya Aziz Ki katika kufunga na kuassist? Sizungumzi kucheza kwa ujumla, kutekeleza maelekezo ya kocha. Ndio. Wachezaji kama Alan Okello, maingizo mapya, anacheza vizuri, ndio. Lakini je, kwenye kufunga na kutoa assist ana madhara yale ya Stefan Aziz Ki? Aziz Ki hayupo. Hiyo lazima watu kukumbuka vizuri. Lakini kuna Clement Mzize Walid. Yeye msimu uliopita alikuwa ndo top scorer ndani ya Yanga kwenye ligi, akifunga mabao 14, assist 5, akichangia mabao 19. Mzize kaumia. Yupi waliopo anafanya yale majukumu ya Mzize katika kufunga au kutoa assist? Ndio. Umeshaona hapo? Prince Dube anaendelea vizuri. Wala ana shaka. Rekodi zake kwa msimu huu, mabao 6, assist 1, akichangia mabao 7. So far so good. Lakini nazungumzia kwa mfano Peodo Pacome Zouzoua. Hivi karibuni aliumia. Tayari anakwenda vizuri kwa mechi alizocheza, lakini amesharudi yule Peodo Pacome Zouzoua baada ya kuwa disturbed na majeraha. Unakuta kuna kitu kama wako sawa. Kwa Satula yao kuna msimu hapa 23-24 atoa assist 7, goli 1. Baada ya kuumia kaka nje sana, asharudi yule. Yaani kuna vitu viko wazi, sio? Kwa hiyo wakati mwingine uhalisia ndio uko hivyo. Cha msingi labda washukuru wana Yanga ni kwamba timu yao inaongoza kwa kiwango cha ligi, bado wanaongoza kwa sababu hata watani zao wa jadi Simba wakitimiza idadi ya michezo kama Yanga hapa by assumption, kwa sababu Simba amecheza mechi 15, wakishinda kwa mfano wanakuwa na pointi 37 wakati Yanga na 38. Kwa hiyo bado wao wako juu, lakini wasifikiri kila msimu itakuwa kama walichofanya msimu uliopita. Ile ilikuwa imepitiliza kwa ubora katika viwango vingi vya ligi kuu Tanzania bara. Ligi nyingine bora barani Afrika zitoka kuzitaja 27, Afrika Kusini, Misri, kupata timu kwenye ligi yake inafunga mabao mengi kuliko idadi ya pointi ni nadra sana kutokea. Bwana Mzee Data, umechakata vizuri na kupepeta hoja nzito. Na mimi kutokea hapa bwana, sina la ziada, naomba nikutakie siku njema tafadhali. Shukrani jazila.